Kuna mambo mengi sana yanayoonyesha mtu fulani ni mtu wa Mungu. Nimesema hata asubuhi tukiwa hapa wote ni watakatifu. Lakini kuwa mtu wa Mungu ni kitu kingine. Kwa sababu tunasema ni watakatifu ili kuficha sura zetu mbele za wanadamu. Lakini ukiwa peke yako pale nyumbani, kazini, wewe ni nani? Lakini mbingu zinakutambua kama wewe ni nani. Hapo mambo mengi sana, lakini mimi nimeachagua mambo matano na nitafundisha kwa haraka na Mungu anisaidie. Kwa hiyo mambo yanayokutambulisha kuwa wewe ni mtu wa Mungu, au unaweza kuandika mambo yanayonitambulisha kuwa mimi fulani ni mtu wa Mungu. Sema amen. Amen. Ipo hivyo watu wa Mungu. Tunaishi katika mbingu, tunaishi katika uso wa dunia ambao Mungu aliumba. Na lengo la Mungu kutuumba ilikuwa ni sisi kumtumikia yeye. Ndio lengo la Mungu. Sisi tuishi chini ya mbawa zake, tukimtumikia yeye. Hata Yesu alipokuja duniani alikuja kulitumikia kusudi. Na ndio maana Yesu kuona analalamika pamoja na kutukana, kusengenywa. Yesu alikuwa very humble, alinyenyekea chini ya msalaba. Kwa sababu alijua kusudi lake ni nini, kukomboa ulimwengu. Wapo watu wanaimba, wapo watu wanahubiri, lakini wamekosa vitambulisho vinavyoonyesha kwamba hao ni watu wa Mungu. Inawezekana unaimba, unahubiri sana, unacheza step mpaka juu, lakini kuna vitu vinavyokuonyesha kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Kuimba sana si tiketi ya kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Kufundisha sana, kama mtumishi wa Mungu anaposimama kufundisha hapa, hii haikupi mantiki kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Kuna vitambulisho vipo vinavyokuonyesha kwamba wewe umekubaliwa na mbingu za mbingu. Moja ya kitambulisho kinachokuonyesha kwamba wewe ni mtu wa Mungu ni kuyakimbia mambo haya. Jambo la kwanza, kitu kinachomuonyesha mtu huyu ni wa Mungu, kuyakimbia mambo hayo. Ikiwa wewe ni mtu wa Mungu, jitahidi sana kuyakimbia mambo hayo. Mambo hayo ni mambo gani? Timotheo wa kwanza 6. Timotheo wa kwanza 6:11 mpaka 12. Yapo mambo yanayokuonyesha kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Aliyepata atusomee. Jambo la kwanza ni kuyakimbia mambo haya. Amen. Bali wewe mtu wa Mungu. Hajasema bali wewe mwimbaji. Hajasema bali wewe mpiga kinanda. Hajasema bali wewe mhubiri. Hajasema bali wewe mchungaji. Anasema bali wewe mtu wa Mungu. Uyakimbie mambo haya. Uyakimbie mambo haya. Mambo gani? Ukatafute haki. Ukatafute haki. Uyakimbie kwanza mambo haya, alafu nenda ukatafute haki. Utaua imani, upendo, saburi, upole. Piga vita vile vizuri vya imani. Piga vita vizuri vile vya imani. Shika uzima ule wa milele. Shika uzima ule wa milele. Mambo hayo kitu cha kwanza mtu wa Mungu, kati mtumishi wa Bwana. Kitu cha kwanza mtu wa Mungu lazima uwe mtu wa haki. Lazima uwe mtu mwenye upole.